Habari za wakati huu mtazamaji wetu popote pale ulipo, zifuatazo sasa ni habari za saa. Mimi ni Victoria Mwaksimba, karibu. Mtazamaji, habari za saa zinapatikana wakati huu mubashara kwenye mitandao yetu ya Facebook na YouTube kwa anwani ya ITV Tanzania. Serikali imetaka taasisi za fedha nchini kutoa elimu kwa wakopaji ili wawe na uelewa mpana kuhusu masharti ya mikopo, viwango vya riba, gharama za ziada na athari za kutorejesha mkopo kwa wakati kabla ya kusaini mikataba husika. Kwa mujibu wa kanuni ya sheria ndogo ya masuala ya kifedha ya mwaka 2018, kifungu cha 57 kinatoa ulazima wa taasisi ya fedha kumpa elimu mwananchi. Sasa mwananchi, tunakuomba uitumie elimu hii kuuliza maswali ya msingi yote yatakayo kusaidia kwenye mkopo, ili kwenye kutekeleza usije kuingia changamoto na mgogoro na taasisi za fedha. Tunahamasisha kwamba vikundi viweze kusajiliwa ili viweze kutambulika kisheria na kupata huduma mbalimbali za kisheria, ikiwa ni pamoja na kufungua akaunti benki, lakini pia kuweza kusuluhisha migogoro mbalimbali kwa sababu watatambulika kisheria na migogoro yote itashughulikiwa kisheria. Kwa kweli, kutokana na elimu tuliyoipata, hata sisi tunaenda kuelimisha, kutoa elimu kwenye vikundi, hata kwa watu wengine pia, na kwenye vikundi vya hisa. Make pesa nyingi tumeona wanaibiwa kwenye vikundi, wanaweka akiba kwenye masanduku. Tunaanza kutoa elimu kwamba basi waachane na mambo ya masanduku, wasajili vikundi, wafungue akaunti kwa ajili ya usalama wa fedha zao. Kampuni ya simu ya mkononi ya Vodacom imesema kwa sasa imejikita zaidi katika uwezeshaji uvumbuzi wa kidijitali unaowanufaisha wafanyabiashara na wateja wake, hasa katika kipindi ambacho utandawazi unakuwa kwa kasi. Ujumuishaji wa kifedha. Kwa hiyo kupitia kwa njia hii ya M-Pesa na kucheza bahati nasibu, tunawajumuisha wateja wetu wote kuweza kucheza hii bahati nasibu kwa kupitia simu zao, na pia wao kuweza kupata kipato kwa kutumia M-Pesa. Na kwa hili tunalinda mabadiliko ya kidijitali kwa wateja wetu, kwa sababu tunakuwa tunawawezesha waweze kucheza huu mchezo kwa kidijitali. Sio lazima kuwa wanaenda kutafuta maeneo kwa ajili ya kulipia, lakini sisi tunawezesha kutumia M-Pesa, anaweza akacheza kokote pale kwa njia ya kidijitali. Tuna imani kuwa ushirikiano huu utakuza ujumishaji wa kifedha, kuongeza imani katika sekta ya michezo au bahatisha kidijitali na kuhamasisha ushirikiano ndani ya sekta. Kwa kutumia mtandao imara wa Vodacom Tanzania, tunaanzisha kiwango vipya wa ukuaji na ufanisi wa mfumo wa bahati nasibu ya taifa. Mustakabali wa mchezo wa kubahatisha nchini na wadau wote na makampuni yote ya kiteknolojia, wauzaji na rejareja wataweza kushiriki katika bahati nasibu ya taifa kupitia mfumo wa M-Pesa. Na wanachama wa klabu ya Rotary Kijitonyama kwa kushirikiana na wanafunzi wamepanda miti 240 ya vivuli na matunda katika shule mbalimbali za msingi. Lengo letu ni kusaidia jamii na tunataka ili iwe endelevu, kwa sababu ni kitu endelevu. Kwa hiyo tumeanza kwa shule hii, kwa hiyo tutakuwa na ushirikiano pamoja na shule hii, ikiwa ni pamoja na kufuatilia. Hatupandi tu miti na kuiacha, bali na kufuatilia, kwani lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira yetu, sio kwa sasa hivi na kwa ajili ya baadaye. Na hii pia ni kusaidia pia watoto wafahamu umuhimu wa kutunza mazingira. Zoezi kama hili linawafanya watoto wahamasike, kwa sababu ni sehemu pia ya masomo yao. Tunafundisha somo la jiografia na mazingira, kwa hiyo watoto wamekuwa wakifundishwa darasani. Lakini wanapokuwa wanapanda na wanakaa sehemu ambazo mara nyingi hawana maeneo mengi ya kupanda miti, kwa hiyo wanajifunza kitu kwa practical zaidi, kwa hiyo ni kitu ambacho watakuwa nacho. Kwa hiyo watakuwa wakikua wanajua umuhimu wa kutunza mazingira. Inasaidia kupata matunda, kivuli, pia na hewa safi na kuita mvua pia. Wewe umejifunza nini? Leo nimejifunza umuhimu wa kupanda miti na umuhimu wa miti. Tulikuwa tunafanya jaribio kula kupanda miti ili yawezeshe kutuletea hewa safi katika mimea yetu ya shule. Na mtazamaji, mwisho wa habari za saa kwa siku hii ya leo. Mtazamaji, wakati wote unapohitaji habari za uhakika, basi hakikisha kila siku unaitazama ITV Super Brand Afrika Mashariki. Na hivi punde kipindi cha Meza Huru kitafuata, na mada ya leo ni ujenzi na mapambo. Endelea kutazama ITV.